moja ya mwezi huu wa 8, na baada hapo kilichofuata ni mfululizo wa matukio ndani ya wiki hii ya Simba. Jumatatu tulikuwa na zoezi la kutoa damu, limekwenda vizuri. Tumepitisha malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea na mpango wa damu salama walikuwa wameuweka. Mwitikio ulikuwa ni mkubwa na tunamshukuru na kumpongeza rais wa klabu ya Simba Mohamed Dewji kupitia taasisi yake ya Mo Dewji Foundation kwa kuamua kuweka zawadi kwa wale wote ambao watajitolea damu. Zawadi hile iligeuka kuwa motisha na watu wengi kuvutiwa zaidi, wakatoa damu na wakapata zawadi zao na lengo likafikiwa. Leo hii tupo kwenye boda tour. Tunapanda bodaboda watu wote, tunazunguka mji mzima wa Dar es Salaam kwa ajili ya kufikisha ujumbe wetu tuliokuwa nao. Tunauamsha tu mji, tunauchangamsha tu mji ili watu waweze kujua kuna tukio gani tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo tunapopita barabarani na bodaboda zaidi ya 200 zikiwa zinapeperusha bendera ya Simba Sports Club, wakiwa wamevaa matisheti mbalimbali ya wadhamini wa Simba na bendera za Simba zikipepea na wakipiga honi, inaamsha mji na watu wanajua kitu gani kinaendelea. Lengo letu watu waitambue Simba Day na wafanye maamuzi kuhusiana na Simba Day. Maamuzi ambayo mtu anatakiwa kufanya ni maamuzi ya kununua tiketi na kwenda kwenye tukio letu la wiki la Simba Day. Mpaka sasa pengine mwitikio uko vipi kwa Dar es Salaam, lakini pia mikoani mipango iko vipi kuelekea kufanya hamasa kuelekea tamasha la Simba? Mwitikio ni mkubwa wa watu kununua tiketi. Tungependa kuwasisitiza watu wanunue tiketi zao mapema. Kwa wale watu wa kujivutavuta na kusubiri dakika za mwishoni, sio kwa uwanja Uhuru. Uwanja Uhuru ni mdogo, inaingiza mashabiki wachache. Kwa hiyo ukiendelea kusubiri unajipotezea nafasi ya kuhudhuria tamasha hili. Na mwanasimba, ukose vitu vyote katika maisha yako, lakini katu usikose kuhudhuria Simba Day. Historia ya Simba Day ni unforgettable. Historia ya Simba Day huwa inadumu milele na milele. Utakuja kutamba na kuhadithia baadaye ya kwamba ulihudhuria kwenye miaka 90 ya Simba kwenye siku yetu ya Simba Day. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa, lakini niwaombe na kuwahimiza wana Simba kuongeza kasi ya ununuzi wa tiketi, kwa sababu tukio linalokuja mbele yetu ni tukio bora kweli kweli kihistoria, lakini ni sehemu ya burudani ambayo huwezi kuipata popote. Ukiachilia mbali utambulisho wa wachezaji tutakwenda kuwaona kwa mara ya kwanza, kuna burudani kem za wasanii, kuna matukio ya kuvutia ya kustaajabisha, yote unayapata kwenye tukio hili la Simba Day. Kwa hiyo sio tukio la kukaa na kuliangalia nyumbani, ni tukio la kila mwana Simba kuja uwanjani. Kwa ubora wa Simba Day, tiketi ilipaswa kuwa imeshaisha mpaka hivi sasa, kwa sababu kuchelewa kuliona tukio hilo ama kukosa kuliona tukio hilo uwanjani, unakuwa umekosa kitu cha thamani kweli kweli kwenye maisha yako mwana Simba. Tutegemee surprise yoyote kuelekea Simba Day? Surprise zipo za matukio na mfululizo wa shughuli mbalimbali. Isingekuwa busara kustaja kwa sababu unakuwa umeua surprise yenyewe, lakini yale ambayo uliona mwaka jana, mwaka huu unakwenda kuyaona yakiwa bora zaidi. Yapo matukio mapya, yuko mpangilio mpya, burudani mpya, kila kitu ni kipi ambacho unakwenda kukiona siku ya tarehe 8. Wewe binafsi umekuwa ni mtu ambaye ukiingia kwenye tamasha la Simba Day na ubunifu tofauti. Msimu uliopita umeingia kama komando semaji. Pengine vipi kwa msimu huu, umejipanga vipi na watu wategemee kitu cha ziada na tofauti? In fact nimehangaika sana kutafuta wataalamu wanaoweza kurusha ungo angani. Lakini nimepambana. Nimempata bibi mmoja kutoka Mpanda. Yes, yeye ndo atawasili hapa Dar es Salaam siku ya Ijumaa. Yeye ni mtaalamu. Wataalamu wengi niliopata wana uwezo wa kurusha ungo usiku. Sasa tukio letu sisi ni la mchana. Kwa hiyo nikapata expert mmoja ambaye yeye ana uwezo wa kurusha ungo mchana.
hiyo atawasili hapa Ijumaa, tutampokea Ijumaa hiyo tutafanya majaribio katika uwanja wa Uhuru. Tuone namna gani tunaweza tukakaa kwenye ungo watu wawili, tukapaa tukaingia pale watu wakashuhudia. Kwa hiyo nisingetaka kutangaza mapema namna gani nitaingia kwenye Simba Day, lakini nawatangazia tu kwamba nitaingia na ungo, na tayari nimeshapata mtaalamu ama expert ambaye ataongoza huo ungo. Bado tupo kwenye majadiliano, tutumie ungo mmoja ama tutumie nyungo mbili, kwa maana kila mmoja akae na yake alafu aniongoze. Kwa hiyo hiyo ndio staili ambayo nitaingia nayo kwenye Simba Day, na tunaamini itakuwa ni staili ya kuvutia sana, ni staili ya kimaajabu kwa kweli. Tunajaribu kuja na vitu tofauti. Tushakuja na ngamia, tushakuja na nani sijui ya komando, tushakuja na Masai. Hasa vitu vinaisha. Na ubunifu unatakiwa kila siku uendelee. Kwa hiyo baada ya kuchakata makao tukasema no, hebu acha tuingie na ungo. Tunafanyaje sasa? Tukatafuta wataalamu tukapata, lakini wengi wakasuggest wao ni wataalamu wa usiku tu. Lakini baada ya kutafuta sana tukampata bibi mmoja kutoka Mpanda, akasema mimi mchana naweza nikaruka vizuri tu. Ahmed, kuelekea Simba Day umetangaza main artist ambaye atakuwa ni Ali Kiba. Maneno yamekuwa mengi kwamba kwa nini msanii anajirudia kila wakati. Hili limekaje kwa upande wako? Anajirudia kila wakati? Yaani kwamba kila Simba Day msanii anakuwa ni ile imekuwa ni, tumeona comment nyingi za pengine ile kwako unalizungumzia. Sasa waambie watuchagulie msanii ambaye ajirudie. Waambie watuchagulie msanii ambaye ajirudie. Sio shida. Wakituletea msanii ambaye hajirudii tutamtumia. Tutarajie nini kwa Ali Kiba? Pengine tunatarajia vitu vizuri kutoka kwake, tumeshuhudia jambo vizuri. Msimu huu yeye kama yeye pengine amejipangaje kwa hapa burudani wanasema? Amejipangaje yeye atakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuelezea. Lakini ninachofahamu ni kwamba kwanza kuimba kwenye Simba Day ni heshima kubwa sana ambayo kila mtu anatamani kuipata hiyo heshima. Ni platform ambayo ina uwezo wa kukufungulia kurasa nyingi kubwa za kiburudani. King Kiba msimu huu amejipanga vya kutosha sana. Ameshaimba Simba Day 2, lakini hii Simba Day ambayo anakwenda kuimba ndani ya miaka 90 ya Simba itakuwa ni ya kipekee sana kwenye upande wa performance ambayo ataitoa, lakini kwenye upande wa selection ya nyimbo ambazo ataimba safari hii. Kila mwana Simba ambaye ataingia uwanjani tarehe 8 na atamshuhudia Mfalme Ali Kiba akiimba, atashuhudia kitu cha tofauti sana kwenye performance ile, na kila mmoja ataridhika kwa ubora na kazi kubwa na nzuri ambayo Kiba ataifanya siku ya tarehe 8. Ahmed, tunaelekea kwenye Simba Day. Zimebakia siku 2 mpaka hivi sasa ninavyoongea. Mko kimya sana na kwenye usajili. Tutegemee mchezaji mwingine akitambulishwa ama mmemaliza? Tumeshamaliza. Usajili mmemaliza? Tumemaliza. Tumefunga. Tushafunga. Timu yetu inajitosheleza. Tushamaliza. Kwa upande wa mashabiki semaji pengine namna ambavyo wataingia, tayari mipango kwa maana ya kuvaa sare moja? Tena umenikumbusha jambo la msingi. Nichukue nafasi hii kuwatangazia wanasimba wote ambao watakuja kwenye tamasha letu la Simba almaarufu Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tangazo rasmi ni kwamba sare yetu ama uniform yetu ama vazi letu ama mtoko wetu siku hiyo ni jezi nyekundu tena mpya ya Simba Sports Club. Hairuhusiwi na haitakiwi kuvaa jezi ya rangi nyingine siku hiyo. Tunataka uwanja mzima wa watu 20,000 uwanja Uhuru itapakae damu nyekundu pale, zitatapakae jezi nyekundu za Simba Sports Club, na sio nyekundu ya Manchester, ni nyekundu ya Simba Sports Club, na sio nyekundu ya mwaka jana, ni nyekundu ya msimu huu. Yaani ukigeuka kushoto nyekundu, kulia nyekundu, mbele nyekundu na nyuma nyekundu. Kila mtu avae jezi nyekundu, ili mtu hata mgeni akipewa picha anajua hii ni taasisi ambayo imejipanga na rangi yao mama ni nyekundu. Najua rangi nyeupe ni nzuri, watu inawapendeza, lakini Simba Day sare yetu ni nyekundu. Najua kuna vidada
vyenyewe vinapenda kuvaa rangi ya bluu akavaa na bukta yake nyekundu ama ya nyeupe, anawaka kweli kweli, anapendeza. Lakini tarehe 8 sare yetu ni jezi nyekundu, kila mwana Simba avae jezi nyekundu. Na nilikusikia na kutoa hapo nje kidogo, nilikusikia ukiwajua mmoja hapo kwenye redio wakasema kuhusiana na usajili ambao umefanya Young Africans Peter Shalulile, ukashangaa kwanza, ukasema ni kama haukutishi usajili ambao umeufanya Young Africans. Bado anacheza kwani Shalulile? Kama mchezaji au kama kocha? Hapa amekuja kama mchezaji wa kutumainiwa kabisa. Na mapokezi yake alikuwa mazuri. Watu wamekesha kipekee kabisa. Anaitwa Goti. Na amesema alivyosikia tarehe 12 kuna mechi ya watani wa jadi, akasema mwili wote ukasisimuka. Tukutane tarehe 12. Maneno hayatatosha. Tukutane tarehe 12. Tukutane tarehe 12. Simba na Dombia. Simba na Dombia. Mtu wa magoli hapo juu, akifumba macho anafunga, akitoa macho anafunga. Asiwe Dombia mtu wa kawaida. Tukutane tarehe 12. Sisi tuko tayari. We are very ready.